wao wameamrishwa katika imani yao waabudu Mola kwa lugha hiyo. Swali baya, swali ambalo kwa kweli kila mtu anakiwa tafakari. Swali, ukiomba kwa Kiswahili hakusikii? Yaani ukiomba mimi Kiarabu sijifunza sasa. Kwa mfano nataka niwe Muislamu leo. Haya, sitaki kujifunza Kiarabu sasa. Vipi nikimwabudu huyo Mola kwa lugha ya Kiarabu hanikubali, hanipokei? Mtu mmoja akaniambia, hata peponi tutakuwa tunaongea Kiarabu. Nikaona utaila na zezeta kichwani. Unafikiri kule kuna lugha za duniani kule? Kule kuna lugha ya mbinguni ambayo hapa duniani hatuwezi kuelewa. Haieleweki hapa duniani. Mfano wake ni lugha za unenaji, kunena kwa lugha. Mfano wake dunia haielewi, lakini mbinguni tunaelewana. Kwa hiyo ni kwa sababu ya namna walivyoamrishwa kwenye imani yao. Ndio. Okay, tutafute swali kwa kuwa tunasubiri maswali kutoka kwa watazamaji. Ndio. Na ngoja nikutafutie swali lingine hapa. Ndio. Huyu ndugu yule Muiraki au Al-Sudan, kuna hili somo moja linasema ukiwa umeokoka na ndugu zako wakakutenga, hiyo haina maana yoyote. Yeah. Hicho kipengele nilikitoa kwenye somo ambalo lilikuwa pana. Tulifanya pale kwa wapendwa wale ambao nyumbani pale walikuwa katika fellowship yao pale Tabata. Okay, kwa wale wapendwa. Kwa hiyo kuna kipande tukawa tumetengenezea title namna hiyo. Akaja tu akacomment ndugu yetu kama kawaida, Sheikh Hussein hii the journey from Buddhist to Christianity to Islam, akatoa link. Kwa maana huyu Sheikh alikuwa anaelezea safari yake kutoka kwenye imani ya Kibudha kwenda kwenye Ukristo na baadaye sasa ni Muislamu. Sawa. Kwa hiyo anatuonyesha hiyo link ili aone kwamba nyinyi mnazungumzia Ukristo, lakini kuna watu wanatoka kwenye Ukristo na wanakuja kwetu. Sasa ametoa link. Bado tunamuelimisha kwamba kama unataka kutoa link ili mradi sisi tuweze kuifuata hiyo link, tumekutajia namba za WhatsApp mwanzoni kabisa kabla tunaanza kipindi, zingatie. Okay. Lakini kabla ya hapo, hoja yake ya kusema kwamba ndio mtu ametoka hapa ameingia kwenye Ukristo, ametoka kwenye Ukristo akaenda kwenye Uislamu. Ndio. Tunao maelfu kwa maelfu ya watu ambao wametoka kwenye dini zao wameingia kwenye Uislamu, na wametoka kwenye Uislamu wameingia kwenye Ukristo. Yaani hiyo sio hoja. Yaani sio hoja. Hiyo ni issue ambayo ipo kote. Iko kila mahali. Yaani swala la mtu kwenda kwenye imani fulani ni issue ya kuelewa kwake, uwezo wake wa kuelewa. Basi ni hapo tu. Lakini jambo jingine la pili, kwenye Ukristo kuna ushahidi mkubwa wa kusisimua. Wako wengine ambao walitaka kuuawa kabisa. Hivi ni nani ambaye alikuwa hapo kwenye Ukristo alafu eti ametoka kwenye Ukristo ameenda kwenye Uislamu, watu wakataka kumkata panga? Ni wapi? Huwezi kusikia. Ila story hizo ni za maelfu, kama mtu ametoka kwenye Uislamu ameenda kwenye Ukristo. Tunao hapa hata kwa majina ukitaka tutakutajia. Kwamba wametengwa na familia, wametafutwa mpaka kuuawa. Kuna ndugu mmoja alikuwa anaitwa Yahaya. Huyu Yahaya alikuwa, kwa maelezo yake kama nakumbuka vizuri, alikuwa ni imamu wa msikiti wa imamu msaidizi nadhani wa msikiti wa Keko Machungwa miaka hiyo. Huyu bwana aliokokea kwenye mihadhara hii ambayo tumekuwa tukienda kwenye mihadhara miaka hiyo ya 90. Ilikuwa mihadhara, alikuwa Muislamu kabisa. Yule bwana akaokoka. Alipookoka, na huyu yuko mpaka leo. Alipookoka huyu ndugu, baba yake akatafuta kumuua. Kabla ya kutafuta kumuua, aliitisha ndugu watu wa msikitini kwake kujaribu kumshawishi. Ikafika hatua nani akakataa, pambana, mwisho yote baba yake akataka kumuua. Mama yake akamwambia, mwanangu anataka kukuua, kimbia. Ndio akakimbia. Yuko mpaka leo. Yuko mpaka leo hivi ninavyozungumza. Au yule ndugu hapo wa Kigoma? Hapana, sio wa Kigoma. Huyu hapa huyu ni Mzalamu nafikiri. Wa Kigoma unamzungumzia Hussein. Okay. Hussein ambaye ni Muha, aliyekuwa mchawi na alikuwa pia ni ustadhi. Yes. Anajieleza mwenyewe. Huyu ndugu anaweza akasearch mwenyewe katika mtandao. Andike tu Hussein aliyekuwa, au unaandika aliyekuwa mchawi sasa ameokoka. Atamwona huyo Hussein, na alikuwepo katika program fulani au project fulani ilikuwa inaitwa nini ya mabadiliko, nimesahau title yake, inasema nguvu ya mabadiliko. Yes. Akiandika nguvu ya mabadiliko, ataona watu wengi. Miongoni mwa watu hao atamwona Hussein ambaye alikuwa ni ustadhi na alikuwa mwalimu wa madrasa, na alipokuwa mwalimu wa madrasa baadaye akakutana